Wakati majibishano ya mashambulizi ya makombora baina ya Irani na Israeli yakiendelea kufuatia mzozo wa kivita kati ya nchi hizo mbili, jeshi la walinzi wa mapinduzi nchini Irani IRGC wiki hii limetumia kombora la Fatah hypersonic katika shambulio la kombora dhidi ya Israeli. Hii inaonekana kuwa mara ya kwanza kwa IRGC kutumia makombora ya Fatah tangu kuanza kwa vita vya Israeli na Irani siku ya Ijumaa Juni 13 mwaka huu. Walinzi wa mapinduzi walielezea Fatah kama kombora lisiloweza kudhibitiwa ambalo lilipenya ngao ya ulinzi wa makombora ya Israeli. Jeshi la Israeli pia limethibitisha kuwa makombora ya Irani yaligonga maegesho ya magari mjini Tel Aviv. IRGC ilikuwa imeshambulia Israeli kwa makombora ya Fatah moja pekee wakati wa operesheni Odessa Deki ya pili mnamo Oktoba mosi mwaka 1403. IRGC ilisema wakati huo kwamba kombora hili liliweza kuharibu rada za ngao za ulinzi za kombora la Peikan 2 na 3 za Israeli. Je, tunajua nini kuhusu kombora la Fatah ambalo walinzi wa mapinduzi wanasema lina teknolojia ya hypersonic au supersonic na ambalo kuna mazungumzo mengi na uvumi juu yake? Fatah ambalo lilipewa jina na Ali Khamenei, kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu, lilizinduliwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1402 kama kombora la hypersonic katika makundi mawili, ballistics na cruise. Jeshi la walinzi wa mapinduzi linasema kuwa kombora la Fatah linaweza kwenda umbali wa kilomita 1400 na lina uwezo wa kupita katika mifumo yote ya ngao ya makombora na kuiharibu pia. Irani inayaita makombora ya umbali wa zaidi ya kilomita 1300 Israeli killing au muuaji wa Israeli. Hivyo baada ya kufichuliwa kwa kombora la ballistic la Fatah 1, bango lenye kauli mbiu sekunde 400 kufika Tel Aviv liliwekwa katika uwanja wa Fatalistin mjini Tehran ili kutishia Israeli. Fatah 1 ina kichwa kigumu cha injini ya duara chenye mafuta na IRGC inasema kina uwezo wa kuelekea upande wowote. Fatah ni kombora la mafuta ambalo toleo lake la ballistic hufikia kasi ya Machi 13 hadi 15 kabla ya kugonga shabaha yake. Machi 15 ni sawa na kilomita 5 kwa sekunde. Vyombo vya habari vya Iran ikiwa ni pamoja na Tasnim viliandika kwamba Fatah 2 ina uwezo wa kuruka chini sana na pia inaweza kubadilisha mkondo wake mara kadhaa wakati wa safari. Kombora la kusafiri la Fatah 2 lilizinduliwa wakati wa ziara ya kiongozi mkuu Ali Khamenei katika chuo kikuu cha sayansi ya anga na teknolojia cha Ashura chenye uhusiano na walinzi wa mapinduzi, lakini hakuna taarifa sahihi inayopatikana kuhusu masafa ya kombora hilo. Ingawa Irani ilianzisha makombora ya Fatah kutishia Israeli, haikutumia katika shambulio lake la kwanza dhidi ya Israeli mnamo mwezi Aprili 13 mwaka 2024. Wakati walinzi wa mapinduzi wakisisitiza kwamba wamepata kizazi cha makombora ya hypersonic, baadhi ya wataalamu hawakuchukulia kombora la Fatah kuwa kombora la hypersonic na wanashaka juu yake. Fabian Heinz, mtafiti wa masuala ya ulinzi na uchambuzi wa kijeshi na mtaalamu wa makombora ya ballistics katika taasisi ya kimataifa ya mafunzo ya kimkakati, aliliambia shirika la utangazaji la Uingereza BBC kwamba teknolojia ya makombora ya ballistic ilianza tangu vita vya pili vya dunia na kwamba makombora hayo yanafikia kasi ya hypersonic mara 5 ya kasi ya sauti wakati fulani kwenye njia yao. Lakini hypersonic katika muktadha wa makombora haimaanishi kasi tu, anasema Bwana Heinz. Tunapozungumzia juu ya silaha za hypersonic, tunazungumzia juu ya silaha zinazosafiri mara 5 ya kasi ya sauti na bado zinapita kwenye angahewa ya dunia na kuzifanya kuwa ngumu sana kuzilenga. Hiyo ndiyo tunayomaanisha kwa silaha za hypersonic. Bwana Heinz anasema kwa aina hii ya kombora inaweza kuwa bora kutumia neno ujanja wa hypersonic. Mtaalamu huyo wa makombora aliliambia BBC kwamba Irani bado haina silaha zinazojulikana katika nchi za magharibi kama vile silaha za hypersonic, kama vile vichwa vya makombora ya ballistic au makombora ya hypersonic cruise, lakini kuna uwezekano kwamba inafanyia kazi teknolojia hizi. Taasisi ya huduma ya kifalme ya Uingereza
RUSI pia ilibainisha katika ripoti iliyochunguza shambulio la kombora la Iran dhidi ya Israeli mnamo mwaka jana kwamba kombora la Fatah 1 linapaswa kuainishwa vyema kama kombora la ballistics badala ya kombora la hypersonic. Hata hivyo, Amir Ali Hajizadeh, kamanda wa zamani wa kikosi cha wanaanga wa IRGC, alisema katika hafla ya kuzindua kombora la Fatah, kombora hili lina kasi kubwa na linaweza kuruka ndani na nje ya anga na haliwezi kuharibiwa na kombora lolote. Hata baadhi ya vyombo vya habari vya Irani kama vile Kabari Online vikinukuu maneno ya Amir Ali Hajizadeh kama kamanda wa kikosi cha wanaanga wa mapinduzi vilidai kuwa ni Urusi, China na Irani pekee ndizo zinazoweza kutumia makombora ya hypersonic na kwamba Marekani haina teknolojia hii, wakati Marekani ina makombora ya juu zaidi ya hypersonic. Waziri wa ulinzi wa Israeli Yoav Gallant alisema katika kujibu uundaji wa makombora ya nyuklia ya Iran, "Nimesikia kwamba maadui zetu wanajisifu kuhusu silaha wanazozitengeneza. Tunajibu bora kwa maendeleo yoyote, iwe ya ardhini, angani au baharini." Miezi minne baada ya kuzindua Fatah 1, IRGC ilizindua kombora la Fatah 2. Fatah 2 inasemekana kuwa kizazi cha makombora ya kusafiri kwa umbali wa kilomita 1500. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.